sisi kama chama cha mapromota, na hapa mnayeongea mimi ni mwenyekiti wa chama cha mapromota. Kushoto kwangu ni katibu wa chama cha mapromota, kulia kwangu ni mjumbe wa chama cha mapromota, nadhani wote mnatufahamu. Wengine wana udhuru kidogo, lakini tulikaa kikao kama chama. Kwa mkutano huu ni halali kama chama. Tumekubaliana kwa pamoja wajumbe wote wa chama, na yale tunazungumza hapa ni kwa niaba ya chama na kwa niaba ya mapromota wote. Ndugu waandishi wa habari, tunakumbuka kwamba uongozi uliopita hapo awali uliokuwa unaongozwa na rais wetu Chaulimo Parasa uliondolewa baada ya tuhuma mbalimbali na malalamiko mbalimbali, na serikali tunaishukuru kwa maana inapotokea sintofahamu yoyote, basi serikali pia wamekuwa wepesi kutukimbilia na kutusikiliza kwamba viongozi wadau wa mchezo huu mnataka nini na nini kibadilishwe na nini kiweke sawa. Waitukimbilia baada ya malalamiko mengi kuzidi, na wakafanya maamuzi ya kuweza kuondoa uongozi ule, na vile vile ikaundwa tume na mheshimiwa waziri ambayo ilikuwa inapokea maoni mbalimbali kwa ajili ya tuhuma zile ambazo zimetolewa na wadau mbalimbali. Mpaka sasa ule uongozi haujarudishwa, kwa maana walionekana wana tuhuma za kujibu, lakini maamuzi bado wanayo wenyewe serikali. Lakini serikali haikutuacha hivi hivi. Ilipoondoa uongozi ule, basi ikatuletea kamati ya muda. Kamati ya muda iliyokuwepo kipindi kile ilikuwa chini ya mzee wetu Emmanuel Salehe na viongozi wengine kama makamu wake Noma na wajumbe wengine kwenye kamati ile. Lakini lengo kuu la kamati ile, pamoja na mambo mengine ya kusimamia ngumi, serikali iliwaamuru kamati ile kwamba wakae waitishe uchaguzi, kwa maana uongozi uliondolewa. La sasa kinachofuata pale lazima utishe uchaguzi ili viongozi wengine waje waendeleze yale ambayo yamehitajika kuendelezwa katika mchezo wetu wa ngumi. Lakini muda ulitumika kwa kamati ile mpaka wanaondolewa, kwa maana muda wao umekwisha, hawakuweza kufanya uchaguzi, na serikali pia ikasema basi muda wenu umekwisha, mtupishe. Lakini kwa kuwa majukumu bado yalikuwa yanahitajika, kwa maana kazi waliopewa haikukamilika, serikali ikaunda kamati nyingine tena hapo. Kwa hiyo the same day tu kwamba kamati iliondolewa, na siku hiyo hiyo tukatangaziwa majina mapya ya kamati mpya ambao sasa hivi mwenyekiti wake ni Patrick Nyembera, nadhani wote mnafahamu. Lakini Nyembera pia kwenye koramu hii ni mpya, lakini si mgeni kwenye kamati, kwa sababu kamati iliondoka pia yeye alikuwa mjumbe, na katibu wetu pia Godwin Msajigwa vile vile naye alikuwa katibu wa kamati ile ambayo imeondoka, lakini naye pia kwenye uteuzi huu wa pili ameendelea kuwepo. Sasa kamati iliyopo sasa hivi na kamati iliondoka ni kweli walifanya kazi nzuri, kila mmoja wake wao. Hasa kamati hii pia tuna imani nayo kubwa kwa utendaji wao, kwa CV zao. Lakini tukumbuke kwamba viongozi ni binadamu, ndio maana tuko hapa leo kuelezea machache ambayo nyinyi pia mtusaidie tuweke sawa sawa. Kamati iliyopo imejikita moja kwa moja kwenye kuandaa rasimu ya katiba na kanuni zake, kwa maana ndio jukumu kubwa ambalo sasa wameingia nalo wao, pamoja na kusimamia ngumi. Lakini si tuko hapa kwa ajili ya kujulisha tu kwamba mchakato ule ulikuwa batili, kwa maana sisi kama chama cha mapromota tunataka mchakato ule urudiwe upya kwa maana 3 au 4. Kwanza kabisa hatukupata muda mzuri wa kutosha sisi kama viongozi kukaa na wadau wetu, kwa maana ya mapromota na wadau wengine, tuweze kupitia zile rasimu ya katiba, ili tunapoingia kwenye kikao cha kurasimisha katiba na kupendekeza, basi tuwe na maoni ya wadau wetu. Tulipoandika barua, nikamwagiza katibu wangu andika barua, tumepata rasimu hii, lakini muda ambao tumepewa huu ni mchache sana, hatuwezi kuingia kwenye kikao cha kujadili katiba na kurasimisha katiba ili iweze kusajiliwa basi kupata maoni mapana ya wadau wetu, kwa sababu tunapoongelea katiba, ndugu waandishi wa habari, ni mustakabali wa mchezo mzima wa ngumi za kulipwa nchini. Kuna mambo mengi ndani ya katiba, kwa hiyo lazima tupitie vipengele hadi vipengele tuweze kuona vina afya kiasi gani, vina afya kwa bondia, vina afya kwa mapromoters kwa maana ya wakuzaji na vitu kama hivi.
Lakini kamati ili tujibu barua tunayo hapa, mtapewa kwamba tuna muda mfinyu sana, hatuwezi kusubiri. Sasa tunajiuliza maswali, mnawahi wapi kwenye jambo kubwa kama hili? Leo mnasema muda mfinyu sana. Kwa hiyo lakini tukahudhuria kile kikao cha awali kwa maana ya katiba, ya rasimu ya katiba. Sababu vikao vilikuwa viwili, kikao cha kurasimisha cha kujadili katiba na kikao cha kupitia kanuni. Kwa hiyo nikaongea na wasaidizi wangu, tukasema anyway, japo tumekataliwa tupate muda mzuri wa kuzungumza na wadau wetu, lakini hawa mabwana wametoa maelekezo kwamba twende. Sisi haja twende, kama kuna hoja za msingi tupingane pale pale ana kwa ana. Tulikofika pale tukachikuta kwamba kwanza kingine ambacho mtaka kufahamu, mchakato ulibatili kwa sababu sisi kama chama tuna kamati ya watu 8. Chama cha promota, chama cha mabondia, chama cha makocha, chama cha waamuzi. Lakini barua ya kamati imeelekeza kwamba kila chama kije na watu 3. Sasa jambo kubwa kama hili, sisi kama chama unafinya nafasi za watu kuja kutoa mawazo yao, kujadili jambo jema kama hili, tukaona kwamba si sawa sawa. Lakini cha kushangaza zaidi, tupoingia kwenye kile kikao tukakuta moja ya wajumbe ambao wale ambao serikali ilishawaondoa, kwa maana iliona kwamba hawafai au hawako na sifa za kusaidia ngumi, na tetesi tukasikia kwamba walikuwa wamehusika kwenye kuandaa ile rasimu ya katiba. Lakini hayo ni ya kusikia, lakini ya kuona ni kwamba tupoingia kwenye kile kikao tuliwakuta rais aliondolewa na serikali, alikuwa mstari wa mbele na yeye kutoa mawazo yake. Bwana Yahya Poli ambaye alikuwa katibu kipindi kile, naye pia nadhani kama ni wafuatiliaji mnajua, aliandikiwa barua na serikali kwamba asihusishe na mchezo wa ngumi. Lakini hao ndio tukakuta ndani ya hicho kikao. Sasa maswali yako mengi, kwa nini mchakato huu ni batili? Sisi kama viongozi tuko hapa kwa ajili ya kusemea watu. Viongozi wale wameondolewa na serikali na hakuna tamko lolote ambalo limetolewa kwamba wale wako safi, sasa wako tayari na sifa za kusaidia ngumi. Leo kamati imewachukua aidha kwa kujua au kwa kutokujua. Hiyo pia ni mapungufu ya mchakato huo. Kwa hiyo mapungufu mawili hayo na mengine, kabla hatujaingia kwenye details za hiyo katiba, lakini kwanza tunaitaka kamati isitishe mchakato huo, na uzuri tushaiandikia barua japo hatujajibiwa mpaka sasa hivi. Kwa hiyo tumeona kwamba tusije tukaweka mambo haya siri baadaye nyinyi waandishi habari mkasikia yametokea, mnasikia mapromota au wadau wengine wanalalamika na nyinyi pia mkanyimwa habari kama hizi. Kwa hiyo lengo kubwa la press hii ni kuitaka uzuri tushaiandikia barua tayari wasitishe mchakato huo wa kusajili katiba, maana tunasikia tayari katiba imeshakimbizwa kwa msajili. Tumefanya juhudi za ndani, baadhi ya viongozi wametujibu kwamba hili halitawezekana liendelee, lakini si vyema ninyi waandishi habari mkanyimwa hiyo taarifa. Kwa hiyo lazima mfahamu hivyo kwamba mchakato huu usitishwe kwa sababu haukuwa katika utaratibu ulio sawa sawa. Na mchakato huu utakaporudi, kamati iandikie barua kila chama, kwa maana kila mjumbe wa chama aweze kuhudhuria kikao hicho cha kujadili katiba na kanuni zake na kupitisha. Kusiwe na maelekezo kwamba kila chama kija na watu 2 au 3, hapana. Na vivyo tupate muda wa kukaa na wadau wetu kuwasikiliza. Jamani, msahafu wa ngumi zetu ni huu hapa, au Biblia ya ngumi zetu hizi hapa. Nyinyi mna maoni gani? Tunapoingia kwenye kile kikao, basi tunakuwa tushajipanga sasa cha kuzungumza, maana leo tunaandaa katiba hii kwa masuala mapana ya mchezo wa ngumi za kulipwa. Hatuhitaji katiba hii tuiandae leo halafu baada ya miaka miwili tena ionekana haifai, tufanye tena mchakato mwingine wa kuandaa katiba. Tunataka tuandae katiba ambayo kila mmoja wetu imfaidishe. Bondia anapopanda ulingoni, basi masuala yake yako vizuri, promota naye avutiwe na kuandaa mchezo huu wa ngumi. Lakini kama kuna vipengele ambavyo vinambana promota, promota ni mfanya biashara, anaweza leo akaona ugumu kwenye ngumi akafanya biashara nyingine. Sasa mchezo wa ngumi utakuwa namna gani? Bondia anafanya mazoezi, anategemea promota aweze kuandaa pambano. Promota ni mfanya biashara, amekuja ameona mambo magumu, ameamua kubadili biashara nyingine. Mchezo wa ngumi uhai wake utakuwa ni wa kusuasua.
Lakini kingine ambacho tulipata pia mshtuko, rasimu yao ile waliondoa chama cha mapromota, kwa maana promota awe individual. Sisi tukasema fine, kwa sababu kama wakubwa wameona jambo jema na ni la maendeleo, tukasema it's okay. Maana sisi tuko hapa kwa ajili ya sio kupinga, ni kwa ajili ya kupata utaratibu mzuri wa maendeleo ya ngumi nchini. Lakini kwa nini uondoe chama cha mapromota wakati kuna baadhi ya mambo huko nyuma alikwenda uongozi uliopita na kamati iliyopita, kuna mapromota walizuia pambano lao pasi kwa sababu za msingi yote. Promota hana sehemu yote ya kuweza kulalamika malalamiko yake. Uzuri mwandishi mwenzenu huyu Dragon alikuwa na pambano lake, atasema ni mwezi ngapi ule ulikuwa. Kamati iliyopita ile walimtupia mikataba yake kwamba hujasainisha mkataba TPLC, kwa hiyo sisi pambano lako linakufa. Imagine promota huyo ameandaa pambano lake, mwezi mzima anafanya promotion kwa maana ya matangazo, amelipa mabondia advance, amelipa vibali vya TPLC, amelipa vibali BMT na gharama nyingine ambazo promota huwa anafanya. Siku moja kabla ya weigh in, nikisema weigh in mnanielewa, siku moja kabla ya kupima uzito ili siku ya pili pambano liweze kufanyika, promota anakwenda ofisini, anatupia mikataba yake. Anasema wewe ni jeuri sana, huwezi kuandaa ngumi kwa kutumia mikataba yako. Wakati sheria hiyo haipo, ni mikataba TPLC ipo, ni hiari ya promota mwenyewe aitumie au asitumie. Kwa hiyo tunaona kwamba pasipokuwa na chama, promota huyu atakuwa ni mtu wa kuonewa kila siku. Tukasema kwa nini mmetoa hiki chama? Lakini uzuri wakatusikiliza siku ile, wakasema basi chama kiweze kurudi. So far hatuna uhakika kama kweli kitarudi au vipi. Sasa viongozi watakaokuwa pale ni binadamu. Kama kamati iliyoteuliwa na waziri ile ambayo imeondoka, nayo pia ilikuwa tayari kumzuia promota asifanye pambano bila kujali gharama ambazo huyu promota amezitumia. Kila isirisi tu. Promota akanipigia simu, mwenyekiti na moja mbili tatu. Niambia sawa, mimi kama mwenyekiti wako acha nichukue hatua. Nikapiga simu ofisini kwa mheshimiwa aliondoka Emmanuel Saleh, mwenyekiti. Niambia mwenyekiti, salama. Bwana, nasikia promota wangu mmemsimamisha pambano, kwamba asiendelee pambano. Shida nini? Ananiambia Mopawa tuwezi kuongea kwenye simu, njoo ofisini. Uzuri nilikuwa na muda, nikamchukua promota huyo mpaka pale ofisini. Mchakato ulioendelea pale, tukazungumza kwa hoja, pambano likaendelea. Baadaye wanachukua mikataba yake huyu, wanaingiza shedo, hata shedo ilikuwa hajaingia. Nikisema shedo mnanielewa. Kwa maana mapambano lazima yawe kwenye box rate. Ndio pale wanaingiza shedo, mambo yanaendelea upya. Sasa swali dogo tu, kama ingekuwa hakuna chama cha mapromota, ile pambano lingekuwepo? Huyu promota uzuri ni mdau wa siku nyingi, ni bondia huyu wa siku nyingi. Lakini ndio imagine sasa tumepata mfanya biashara mpya, ameingia anakutana na kadhia kama hii, atarudi kwenye hizo ngumi? Kwa hiyo tunaangalia kwa mapana, kwa maana mchezo huu sisi hapa leo, kesho hatupo, lakini lazima tukuwe na misingi mizuri na uongozi mzuri, na uongozi uwe bora na sio bora kiongozi. Tunaiamini sana kamati, ni wasikivu, lakini pengine kuna wajanja wanapita pembeni pale kuwapa ushauri ambao sio sawa, kwa sababu naamini hata maamuzi haya ambao wameyafanya pengine si akili zao kwa jinsi ambao tunawafahamu. Huwezi kuitisha mkutano wa kujadili katiba, wahusika ni vyama, alafu ukatiua watu watatu au wawili. Si sawa. Kwanza swali lako ni zuri sana. Ifahamika kwamba hii sio sabotage. Leo tupo hapa kama viongozi wa kuwasemea watu, lakini kesho hatutakuwepo hapa. Sasa tunapoogopa sabotage, kwamba tukizungumza itaonekana kama ni sabotage, wakati kuna mambo hayako sawa, tutakuwa tunawanyima haki wale ambao tunawaongoza. Ukisema kilio hiki ni kilio cha vyama vyote, kwa maana kila chama hakikupewa nafasi ya kutosha kupata wajumbe wake wa kutosha kuingia kwenye kikao cha kujadili rasimu ya katiba na kuipitisha. Kila chama kilipata barua maelekezo ya watu wawili tu.
Kwa hiyo ifahamike kwamba tupo na sisi kama viongozi lazima tuzungumze na nyinyi waandishi wa habari, lazima mpate kinachoendelea na mchakato huu kwenda mwishoni si sawa sawa, kwa sababu unakimbilia wapi kwenye jambo kubwa kama hili? Jambo kubwa sana hili, unapoandaa katiba ndio msahafu wa mustakabali wa ngumi nzima. Leo tunaongea kama chama cha lakini katiba hii inamhusu bondia, inamhusu kocha, inamhusu mdau mwingine. Sasa haraka hiyo ni ya wapi mpaka ututumie rasimu ya katiba ndani ya saa 24, alafu ndani ya saa 24 unatupa tena barua ya kutualika kikao? Tunapokuandikia bwana, tunaomba utupe muda na sisi tukae na wadau wetu, unasema hatuna muda wa kupoteza. Sasa huo muda wa kupoteza unakimbilia wapi kwenye jambo kubwa kama hili? Kwa hiyo ndugu mwandishi, kama una swali la nyongeza, nadhani nimekujibu vizuri sana. Hatuna sabotage yoyote. Tunataka tuweke mambo yawe sawa sawa, kwa sababu leo tupo, ndani ya miaka 10 ijayo hatutakuwepo. Kuna vizazi vinakuwa kila siku, vitakuta mambo hayako sawa sawa. Utasema alikopo nani? Mzee Kaike bwana, mdogo Kaike pengine ameshika mkongoja. Mzee Mopao pengine muda huo labda natembea mikono nyuma. Hivi walikuwepo wazee, ilikuwaje? Sasa lazima tuende katika mfumo huu. Sisi viongozi sio binadamu, sio malaika, ni binadamu. Hata wale wakubwa pia ni binadamu. Kwa hiyo wanapokuwa shida kidogo, na kwa nini tumekuja hapa? Kwa sababu tayari barua yao hii imeonyesha mamlaka. Si unanielewa? Barua yao tayari imeshatujibu kwamba haiwezekani, lazima mambo yafanyeje? Yaende. Na kama tungejibiwa tu vizuri, bwana tumesikia, hebu mnatakaje? Hebu njoo tukae hapa. Sababu kamati ile tolewa na waziri, si kwamba ije na mamlaka yao au na maamuzi yao wao. Imeteuliwa kuja kusimamia viongozi na wadau wanataka nini kwenye mchezo wao. Hawa wao washauri, jamani mnataka hiki lakini hiki hapana. Hebu wekeni hiki. Tukubaliane kwa pamoja. Lakini barua yao peke yake hii tukaona kumbe hawa wenzetu bwana hatupo kwenye lugha moja. Sasa nyinyi kama waandishi wa habari lazima mjue, mnapojua nyinyi waandishi wa habari na umma pia lazima utafanyaje? Utajua. Kwa hiyo nadhani nimekujibu vizuri swali lako. Karibu. Swali sababu ya inachokifahamu ya commission kuzuia promota, kwa sababu wanasema wengi wamekuwa ni wajanja. Kuna kesi nyingi sana za mgonjwa kuzuiliwa baada ya fight kushamalizika promota aonekane. Kwa hiyo wao wanasema wanachotaka ni promota wapate utaratibu. Kwa hiyo wanaamini kufanya hiko ni kuchuja wale mapromota ambao wanaleta ndio ujanja kwenye kumi na kabaki na promota kweli, na wanasema imefanikiwa kwa namna moja na nyingine, kwa sababu Afrika Mashariki na Kati kwa mujibu wao wanasema Tanzania ni nchi ambazo zinaandaa mapambano mengi 2025. Tafsiri yake maana yake waliobaki kwenye huu mchezo ni wale ambao wana vision na mission ya kuhakikisha kwamba mchezo unakwenda mbali, na wale ambao wajanja wajanja wamekaa pembeni kwa sababu tayari hakuna tena ujanja ujanja. Hii kwa kemikali. Unasema kwamba wameondoa chama kwa sababu waweze kudhibiti mmoja mmoja. Vyama hivi vyote havijaletwa tu na mtu binafsi. Serikali yenyewe ilikaa kupitia baraza la michezo, ikaona kuna umuhimu kila mdau awe na chama. Lakini faida kubwa ya chama kwa nini? TPBRC yeye ni msimamizi, lazima awe na miavuli yake chini ili kuwaongoza wadau wote, na umuhimu wake chama upo. Na kuondolewa, hatujaondolewa bado, ila ni maandalizi ya kuondolewa kwa rasimu hii iliyotungwa. Sisi hatuna shaka, tunaweza tukakubali, hatuna shida. Lakini wadau hawa tunaowaongoza wanasema hapana. Juzi mimi pambano langu ilikuwa lisitishwe na viongozi hawa wao juu, lakini chama kinisaidia. Je, leo tunaona umuhimu wa chama? Hakuna. Nimetoa mfano wa mwandishi mwenzenu huyu hapa, atasema mwenyewe kamati iliamua maamuzi ya mwisho kwamba pambano hili halipo siku moja kabla ya kupima uzito. Lakini mimi kama mwenyekiti nikamchukua promoter, tukaenda mpaka pale, tukapingana kwa hoja, pambano likaendelea. Sasa uone kama chama hicho kisingekuepo, ile pambano lisingekuepo. Leo tunajivunia sababu mdau huyu promoter ni mdau wa siku nyingi, bado ana mapenzi ya ngumi. Kama tunatupata sasa mfanya biashara mpya anaingia,
anakutana na kitu kama hicho, atarudi? Unajenga nini kwenye ngumi? Unajenga nini kwenye ngumi? Ukisema kwamba nidhamu lazima iwepo, kwa sababu promoter atafanya kazi kupitia chama chake, na sisi kama chama tumepata kesi nyingi za mapromota na tumewasaidia, ambao wanatukwepa, hawatuletei matatizo yao. Sisi tunasikiliza kama ambavyo wengine wanasikiliza, na nishawaelekeza wasaidizi wangu kwamba hatuwezi tukaamua kesi ya kwenye group la WhatsApp, na tumekuwa tukifanya hivyo miaka yote. Naitwa Silia Duncan Mosha, ni katibu wa chama cha mapromota wa ngumi za kulipwa Tanzania. Kama alivyokwisha kuzungumza mwenyekiti wangu Ernest Mopao, mimi pia nina machache ya kuweza kuongezea. Jambo la kwanza kabisa, nyinyi pia ni mashahidi. Tukiangalia kwa miaka 3-4 nyuma na ya sasa hivi, ile rate ya ngumi kufanyika mapambano mengi kwa mwaka imepungua. Na imepungua kwa sababu ambazo tunazilalamikia toka kipindi cha nyuma. Tunazilalamikia ni kwamba mchakato wa mfumo unapokuwa rafiki, utamvuta mtu mwingine kuwa promoter, ama promoter tayari aliyekuwa ameacha kufanya mapambano kurudi kuendelea kufanya mapambano. Lakini pale mfumo unapokuwa sio rafiki, unapokuwa ni kandamizi, sidhani kama mtu atarudi. Kwa listi tu ambao mimi ninaifahamu, tuna takribani ya mapromota 50 kama na 3. Lakini tukiangalia ambao wapo active wanaofanya kazi kila siku, hata 15 hawafiki. Je, hawa wengine wanakuwa wako wapi? Je, wale ambao wapya tunatamani waje ili mchezo wa ngumi ukue, wako wapi? Kwa hivyo mifumo ambayo itakuwa inawekwa sio kwa ajili ya kumfurahisha Mopao, sio kwa ajili ya kumfurahisha mimi ama watu wengine, ni kwa ajili ya vizazi vijavyo, ni kwa ajili ya hawa mabondia, ni kwa ajili ya mapromota pia wanaokuja. Namna ni kwamba tunataka tu attract huu mchezo uzidi kukua. Ni mchezo ambao unapendwa, unakuwa, lakini kama tutaweka mifumo ambayo itakuwa inawakimbiza hata wao waliopo, sidhani kama tutakuwa tunafanya kukuza hizi ngumi zetu. Lakini jambo lingine amelizungumzia kiongozi hapa ni swala la kanuni. Kanuni ni nguzo mama inayofanya mchezo wowote ule ukue, kwa sababu hata katika FIFA, katika nini, wana zile kanuni ambazo zile kanuni ndizo zinamsaidia hata yule kiongozi wa pale juu kuendesha mchakato mzima kulingana na zile kanuni. Sasa endapo kanuni zinawekwa lakini hazikufuata mchakato unaotakiwa, inakuwa ni shida, kwa sababu huu mchezo wa ngumi kanuni zimewekwa, ilipaswa hizi kanuni zinavyotakwa kuandikwa ufanyike mchakato wa kushirikisha vyama shiriki. Na kushirikisha vyama shiriki sio kwa kuwaita watu wawili chumbani, sio ofisini, hapana. Ilitakiwa ifanye kama hivi, ni kikao, mkutano, wadau waje, vyama shiriki viwepo, maoni yakusanywe, ndipo pale tunapotengeneza zile kanuni ambazo zinakuwa kanuni zenye uhai, ambazo zinaweza zikasaidia kwa miaka hata 20 mbele. Lakini pale kanuni zinapokuwa zinachukua watu wachache wa kukaa kudiscuss, then zinaletwa kwa namna ambavyo sio kupewa nafasi ya wewe tena unailetewa uijadili au uielewe, lakini unaletewa kwamba uitazame kesho uje kwenye mkutano. Kwa sababu kama amesema kiongozi, niliandika barua, unaletewa tarehe 28 email ya kukuambia kwamba tarehe 29 unatakiwa mje watu wawili kwenye kujadili kanuni ambazo zinabeba mchezo mzima. Watu hawa wawili imetoka tarehe 28, 29 mje mdiscuss. Hebu niambie, page zimekuja hapa kama 54. Utapata wapi muda wewe kama wewe katibu au mwenyekiti wa kuzipitia? Licha ya hivyo, yule mdau wako, promoter mwenzako, umtumie azisome, aelewe, apate mawazo yake, akupe yale mawazo, muweze kukaa kuyachanyata yale mawazo, muweze kwenda kwenye kikao cha kanuni. Na vile vile kikao chenyewe, kanuni ni kitu kizito kama nilichokisema. Watu wawili, mimi Mopao, au angekuwa ni mimi na Kaike au ni Mopao na Kaike, wasingeweza kufikisha yale maoni ambayo yanayotakiwa katika kukuza mchezo wetu. Kwa hiyo mimi ninachokiona kiukweli kabisa, kama alivyosema mwenyekiti wangu, na support mchakato huu uliofanyika wa katiba mpaka na kanuni zake ni batili. Tukae mezani, kikao kifanyike, wadau washirikishwe, vyama shiriki vishirikishwe, maoni ya kusanywa katika utaratibu unaotakiwa, unaoeleweka, kwa sababu hili jambo sio la mtu mmoja. Lakini kama kitu kinafanyika kwa ajili ya maslahi watu wachache, basi huyu ndio utakuwa ndio mwenendo wa kila siku.
lakini kama ni kitu kwa ajili ya vizazi vijavyo, kwa sababu hapa promoter ni kama ni nguzo na yeye vile vile, kwa sababu referee atalipwa na promoter, bondia atalipwa na promoter, hata hiyo TPBRC vibali na kila kitu vinalipwa na promoter. Lakini sasa tunapokuwa tunaweka kanuni ambazo yani bondia mwenyewe nazo ni shida kwake, yani referee ni shida, promoter ni shida, sasa hapo tutakuwa tunakuza ngumi ama tunaziua ngumi. Kwa hiyo tutafute michakato ambayo kiukweli na isi TPBRC na hata na serikali tusaidie katika hili swala. Tunatamani sana tusiwe kila siku tunakuja kwenye press tunafanya hivi tunazungumzia hili swala, hapana. Tuwe kitu kimoja kinachoeleweka. Basi tukae sehemu inayotakiwa, watu wawepo, wadau wanaohusika washirikishwe, ambapo hata serikali inatambua kwamba huyu mtu ana haki ama kibali cha kukaa kushirikishwa katika hili swala. Kwa sababu hata niwauliza viongozi wenzangu, mlipigiwa simu au mliitwa kwenda katika kudiscuss hizi kanuni? Hapana. Sasa unapoleta kanuni zinazohusu mapromota alafu wale mapromota pia hawapo pale, kanuni labda zinahusu sijui mabondia, wale wenyewe wahusika hawapo pale, sasa ni nani ambaye anaenda kukubaliana na hicho kitu? Kwa mimi nilikuwa nataka nipigilie msumari kwenye hili swala la kubwa, ni ushirikishwaji umekuwa ni finyu sana katika chama cha mapromota. Sasa aswa mtu akishakuwa kwenye position ya TPBRC, vile vyama vingine anaviona kama havina thamani kwa wakati ule, yeye ndo ana mandate ya kufanya kitu chochote. By the way, hata ushirikishwaji unakuwa ni mdogo. Kuna baadhi wanatuhujumu chama cha mapromota kiasi ambacho hata mapromota wetu sometimes hawapiti kwenye utaratibu wa kawaida. Sheria pambano mpaka linakabilika linatakiwa linakuwa na vibali visopungua 3: BMT, TPBRC na chama chake cha mapromota. Kwa sababu promota yote anavyoandaa lazima kuna utaratibu upitishwe, na ndio utaratibu ya kuandaa zile kanuni za kuwa na vyama vingi. Vyama hivi vya mashiriki vilianzishwa kwa utaratibu uliokuwa umebarikiwa na BMT na kusajiliwa, kwa maana kwamba tuliridhiana kwamba utaratibu uwe huu. Lakini watu wenzetu wanapenda kufanya vitu kwa kujiamulia kwa sababu ile position. Hiyo ningeomba sana, tunashukuru Mungu kwamba rais alituchagulia watu kwa miaka hii walikopo ni wazuri sana, wamebobea kwenye masuala ya sheria. Kulikuwa na Mheshimiwa Dumbalo alopita, ni mbobezi mzuri katika sheria, nafikiri mnamfahamu. Sasa hivi kaja Kabudi pale Manganda, Kabudi si Mheshimiwa waziri wetu, yeye naye anajua swala la rasimu si swala la masiara, yani natakiwa lichukuliwe kama ni kitu mama, tunaenda kuongoza kitu ambacho kinatuletea heshima. Tanzania katika michezo yote namba 2 huwezi kuacha ngumi, na kwa sababu una promo binafsi, light ungekuwa na promotiwa kama unavyopromotiwa mpira, mimi nasema ingekuwa namba 1, japo kidunia hatuwezi kufikia level ya football, lakini kwa jinsi wapenzi wa ngumi walivyokuepo ingekuwa namba 1. Sasa hivi uko namba 2, lakini sasa unaenda kutungiwa sheria au unatengezewa rasimu ya kuongoza watu wasiopungua 500,000, wewe unaita watu 20. Hivi wale wengine usiwashirikisha, baadhi wako wametoka Milembe? Yaani kitu mimi kimenidisappoint sana. Ukiangalia hii barua iliyoandikwa na TPBRC, wanakuambia siku moja, ya pili njoo kwenye kikao, na hatuna muda wa kupoteza, na watu wawili tu. Bora angesema na watu wawili, hata ukipeka ziada. Wameandika na tu, maana yake ni hao. Sasa unajadili rasimu ambayo itabeba mzigo mkubwa wa kutengeneza boksi ambao sisi tulioianzisha. Mimi na mapambano zaidi ya 180 nimeandaa, lakini tumeitoa ngumi mpaka wanaingia kina Mo Dewji, wamekuja wamekutana na vipengele vigumu, wameondoka. Wamekuja kina Mariam nani wale, wamekuja kufanya kazi hapa, wale kina Chai Jaba wamepiga kazi, lakini baada ya muda hivi wakaondoka. Sasa unakuta kila promoter anakuja, wale mtu mwenye malengo mazuri akikutana ukilitimba kidogo tu lazima aache mwenye kutaka biashara. Sababu ni kubwa, ni ushirikishwaji. Mimi ningeomba serikali yangu kutumia nyinyi waandishi wa habari, najua ujumbe utafika. Mheshimiwa Magamba Kabudi yeye ni mtu makini sana na yupo kwenye upande wa sheria vizuri. Tungeomba alisimamie hili, kwa sababu hiki ni kitu kikubwa na ni kitu ambacho watu wameweka maisha yao, na waangalie kama alivyosema katibu, vitu rafiki wa kuhakikisha kwamba ngumi zinarudi kwenye level ya zamani. Kwa mpaka sasa hivi hatuna bondia wa kujivunia, wakiondoka hawa tuliowatengeneza nyuma.
Cheka amepotea, amerudi chini, kabaki ameenda kwenye mambo yake. Sasa hivi tunajivunia kuanzia kina Ibrahim Class, tutajivunia kina Nasibu Ramadhani, ndo wanakwenda kina Fadhili Majia na wengine. Wakiondoka hawa, mimi sioni mbadala bado. Natafuta competitions za kutafuta wale, sioni, kwa sababu mapromota halisi wale wanaotengeneza zile mbinu za kusababisha kuwakamata wale hawapo. Tuna column ya mapromota zaidi ya 60. Katibu kasema wako 15, lakini nasema siamini kama 15 wanafanya kazi. Active watakuwa kabisa, mimi nasema watakuwa 5 tu. Sasa hao wengine wamekosa wapi? Sasa ukitengeza kuendelea kuweka vitu ugandamizaji, tuseme ubepari au tuseme sisi ndio lugha tuseme tulikuwa tunasoma sisi zamani, kitabu cha Manenge na Mandawa watu wanakijua kile. Ulikuwa kuna kitu ugandamizaji ulikuwepo. Hizi ngumi zitazidi kufa, na mpaka sasa hivi zinapoenda mimi kwa level ya ngumi ninavyozijua zimeenda chini vya kutosha. Kama mapambano yanakuwepo kwa mwaka, mimi nilikuwa naandaa mapambano 6. Siandai hata moja. Kwa muda miaka 3. Serikali imekosa hela yangu kwa muda miaka 3. Kwa nini zisiweke vitu rahisi? Msangi alikuwa anaandaa mapambano 5 au 3. Unakosa hela kidogo kidogo ya kusababisha ngumi ziendelee na serikali inaingiza kipato. Sasa hapa tulipofikia sasa hivi, ng'ombe alikuwepo anaachiwa akajichunge, ananenepa, anakonda. Sasa hivi amefikia kulala, unachukua kisu unachinja. Kwa hii rasimu ikipita, mimi na hakika Mungu anieke anipe miaka 10 mbele, ngumi zitakuwa ziko doro. Kwa sababu hii moja, ukiangalia ngumi zina katika uwezo kutenganisha mazingira, ukatengeza mazingira magumu ya kusababisha muandaaji ashindwe kuandaa. Rasimu ukitizama hata ilikuwa tunatembea nao tunailalamikia, walikuwa wametugeaga, tulikuwa tumeandika barua nyingi. Promoter atakiwa kuambiwa kibali achukue kwa milioni 5. Promoter huyo analeta bondia kutoka nje. Kila bondia mmoja anamlipia 200,000. Promoter huyo babondia wakifika airport, kila bondia lazima alipiwe leseni. Promoter huyo anatengezewa katiba, rasimu inompiga yeye yule. Ndio alisema hapa kwamba akiacha ile kazi hakuna mtu serikali ya kumwambia wewe andaa ngumi. Hakuna, ni kitu cha kujitolea. Aenda kuuza mahindi yake. Kama mimi sasa hivi nipo huko nalima dhahabu. Si nimepumzika? Unachimba. Ndo nalima. Nimepumzika, lakini je, faida yake ni nini? Tunakosa mabondia bora. Na mimi nawaambia ni kweli, nyinyi mnajua. Mabondia bora wakitoka hawa hakuna kuwaleta. Kwa sababu hakuna wale wazalishaji wanaoleta competition za mtaani za kuwafukua. Waliokuepo kila mtu anaandalia bondia wake, ni maana meneja ndio wanaandaa ngumi sasa hivi ni mameneja ambao nao wana background ya kuwezeshwa nyuma kikubwa. Wale wa kujitolea watakuwa wanatafuta kina Fadhili Majia, kuna bondia anaitwa kina Hamisi Ajali, wengine hamwajui. Watu 2000 hao. Wengine wanaitwa sijui kina nani kina Joseph Marwa. Mnamsikia kwa sababu alikuwa ameenda mbali, lakini hao wote ni watu wa zamani walikuwa wamewatengeneza. Hatuwezi kujivunia, tunajivunia kina Fadhili Majia. Mpaka sasa hivi bondia bora Tanzania Fadhili Majia ana mwaka hajacheza mechi. Hana meneja wa kumtengenezea acheze mechi. Je, utampata kuwa bondia bora? Hapa tunadidimia chini. Kwa lazima kwamba ifike time sisi kama viongozi wa chama ituume. Na tukipitia hii rasimu iliyokuja, washirikishaji wakubwa mabondia, washirikishaji wakubwa marefari, washirikishaji wakubwa mapromota, hawashiriki kwa 70% au 50% katika kutengeza rasimu. Hii rasimu imekuwa talaka ya kumwacha mkeo na mashahidi wawili, kwa sababu ukichukulia waje watu wawili tu, talaka ya kumwacha mkeo ya Kiislamu ni mashahidi wawili, talaka watu wawili imetoka. Sio sahihi kutengeneza katiba au rasimu itakayetakiwa iwe kwa watu wengi. Sisi tunaondoka, uongozi tunauacha, tutakufa, watakuja vizazi wetu. Hapa wanaochipukia sasa hivi tunaona wana umri mdogo, lakini mabondia. Je, tunawatengezea nini? Kwamba Kaiki alikuwa kiongozi, Mopao alikuwa kiongozi, pale alikuwa kiongozi hewa. Tusipoisemea na kuikarikia tatizo kama hili, tutarudi kule kule alipotoa Alson Mwakembe. Mheshimiwa Alson Mwakembe alikaa kama hivi, tena hii meza iko hivi. Alikaa hapa, mimi nilikaa hapa, Mlundwa akasema niambieni shida zenu. Mbona mnagombana kwenye ngumi wakati ngumi sisi tunaitegemea tutangaze? Wakati huo Kalamanyilawila akashinda mkanda, akashaitwa Ikulu kule, akasema haiwezekani mgombane, shida nini? Akasema 1 2 3, akasema sitaki vyama vingi. Wewe Yasini Abdalla stop. Mlundwa nyamaza. Na wote TPBRC nini zilifungwa, maana yake TPBC TPBRC. Leo unatengeza rasimu ile jamaa alitumia nguvu. Watu walikuwa wanataka wanang'atana kabisa, ukiandaa mechi anaenda kuongea huko. Pambano alipo promoter anapata hasara.
redio nyingi zinakuwa zinapata ripoti anamshawishi bondia. Siku hizi mambo hayo kayaua Mheshimiwa Alison Mwakembe yako nomo. Ndio maana kwamba tunajisifia. Sasa kama tunajisifia, tuendeleze yale mazuri. Hii rasimu ilileta, yani kama ukiangalia vizuri mpaka jina nataka kubadilishwa. Wewe umri huo ulikopo nao ubadilishwe jina, ni sahihi? Hapa tuoneshe watu wazima. Tubadilishe. Ukitaka kubadilisha jina la federation, waambie na wale kula walikuingiza box record, utaleta mgogoro mwingine ambapo ulizuka kaleta shida. Box record waligoma mambo kubadilisha majina. Maana kulikuwa na TPBRC, tulikuwa na TPBC, kulikuwa posu na nani, vikaleta shida. Mapambano yanacheza yaingie box record. Je, umelifikiria hilo? Kwa hiyo unaweza kuona ni kawaida unaandika unataka kuipitisha kwa siku 2 ili uwanyime haki wanachama halisi, ili uwanyime haki wale wenye ngumi zao. Sasa mimi tuombe sana, tena mimi nasisitiza sana viongozi wetu wakuu. Mimi najua mwana FA wewe unajua ngumi na nakumbuka leo nikupromote. Hebu vitu mviangalie, tunaenda kutengeza legacy ya miaka mingi mbele. Chukulia ngumi kama ulivyozikuta kile kipindi kwa mfano mazoezi wakaseba. Waelekeze watu wanaokaa pale mbele. Kina Patrick Kinyembela, waandishi wetu wa habari, kipindi kile mimi nafanya ngumi, Patrick Kinyembela iko ITV. Tukao tunamwambia bado turushie story yetu. Anarusha. Kwa hiyo kama ana idea ile bado anayo, asitaki kuigandamiza na kutoitetea kuwakosesha haki watu wa ngumi kuwa shiriki. Sababu ni kuharibu utaratibu wa hiyo box ambao sisi tunaipigania watu walitukoiweka. Na hapa tulipoiweka itakiwa isonge mbele. Itengenezwe kwa kuwa rafiki kwa waandaaji. Kila siku mtu akikaa nyumbani anapanga la kwake kwa kusema bwana tupandishe kibali. Napandisha kibali manake sio unamlenga nani, ni promoter. Promoter akitoka wote ataandaa nani ngumi. Kwa hiyo naombe viongozi wangu wakuu. Najua Neema katibu mkuu wetu, wewe tumetoka na wewe mbali kabla hata hujakuwa katibu. Hili libebe hili. Kwa sababu washirikishwaji unajua hata kama tunatengeza katiba ya kuwa na chama kimoja cha TPBRC, tuliambiwa tuzingatie na vyama shiriki. Na ndio maana tukatengeza katiba ya vyama shiriki vikaingia gharama. Kuacha watu waandae vitu vyumbani kwao bila kuleta ushirikishaji wa watu halisi ambao ni kina sisi na wengine tunawawakilisha, sio kitu sahihi. Hii ni kitu cha watu wengi. Kuandaa kwa watu 10 chumbani au sehemu ndogo si kujenga chama, ni kuharibu ngumi zetu. Mimi nawatakia kila laheri na tutashukuru kama hii rasimu itasitishwa bila kupepesa macho. Ikiwezekana ile kamati iongezewe watu wengine wenye uchungu wa kufanya ile jambo, mchakato wake uende kiurahisi na ufuate utaratibu kabisa, kwa sababu lisiwe kama hivi mtu kitu cha mtu cha maamuzi. Kuna siku moja asimtaji mtu lakini kiongozi pale pale nilimwambia mbwana unatupandishia bei kama dukani kwako umeweka bidhaa, kwa nini usitushirikishe kwenye kila kitu? Unajua ukipandisha bei kwenye mfano nataka niandae pambano, najua utaratibu wa kawaida shilingi 5,000, nakuja na shilingi 5,000 naambia bwana nilishapandisha toka juzi, ukitaka fanya utakiacha, hii ni biashara. Sasa ni biashara si ya duka lako, kwani maduka yako mangapi? Biashara duka lako unaweza kulipangia sheria kwa mara moja, lakini likiwa la watu wengi unawashirikisha wale wenzako, jamani nafanya hiki na hiki na hiki kwa manufaa. Wote mnapitisha, amwezi kutengeneza migogoro. Lakini hii inaongeza kuleta migogoro. Kwa hiyo mimi niombe viongozi wangu wakuu, tena nasema wakuu kuanzia Mheshimiwa Waziri, Naibu Waziri Paul Makonda, Naibu Waziri Bwana FA na Katibu Mkuu Neema Msita. Nafikiri sura yangu mnaifahamu. Tutengeze ngumi kwa manufaa ya mabondia na mapromota. Na sasa mtuendo sana sisi mapromota, kwa sababu ndio tunasababisha mabondia anakula, refali anakula, waandishi wa habari wataishi na tuseme na makocha wanaishi kwa kutegemea huyu mtu mmoja, ni promota pekee. Na promota apati msaada wowote kwenye serikali zaidi tu ya kodi ya kulipia vibali.